Shujaa wa maombi. Nampenda Bwana kwa sababu amesikia sauti yangu na dua zangu, kwa sababu amenitega sikio lake. Kwa hivyo nitamwita wakati wote nitakapoweza. Viumbe vyote pamoja na ubinadamu vilaumbwa na Elohim na uwezo wa kuwasiliana na kila mmoja naye. Kwa bahati mbaya, wanadamu walipoteza uwezo wa kuwasiliana moja kwa moja na Elohim wakati Adamu na Hawa walipotenda dhambi. Lakini Elohim alituachia zawadi simu inayoturuhusu kuendelea kuwasiliana naye maombi. Danieli, Enoku na Musa ni mifano ya jinsi unavyoweza kutumia karama hii kinyume. Danieli, kuomba wakati wa hatari, omba katika hali inayofaa. Enoki, neno la Elohim. Musa, kuzungumza na Elohim. Ombia ya kuombea wageni. Danieli, kuomba katika nyakati za hatari. Basi nikamgeukia Bwana Elohim, nikamwomba kwa maombi na dua, kwa kufunga na kwa nguvu za magunia na kwa majivu. Kwa sababu ya imani yake kwa Elohim, Danieli alipokea akili, uwezo wa kutafsiri ndoto na hekima. Wakati maisha yake na maisha ya marafiki zake yalikuwa hatarini, alimgeukia Elohim kwa maombi. Baada ya maisha ya maombi, Danieli alikuwa amepata sifa gani? Msimamizi mzuri, uadilifu, bidii isiyoweza nungua, kutumainiwa, kuheshimiwa, mwaminifu na mtiifu, bila mazoea yoyote mabaya. Mbingu ilikuwa makini kwa maombi ya Danieli. Ni kwa kuvunja kifungu hiki tu ndipo adui zake wangeweza kumdhuru. Akikabiliwa na tishio jipya la kifo, Danieli alidumisha mazoea yake ya maombi. Alikuwa thabiti, akiomba mara 3 kwa siku. Ilitabirika ikifungua dirisha lake kuelekea Yerusalemu. Alikuwa na mazoea mahsusi, aliomba kwa magoti yake. Ililenga shukrani na dua. Kumba katika mkao unaofuata. Sasa Danieli alipopata habari kwamba amri hiyo ilikuwa imechapishwa, alikwenda nyumbani kwenye chumba chake cha juu ambapo madirisha yalifunguliwa kuelekea Yerusalemu. Alipiga magoti mara 3 kwa siku na kuomba, akimshukuru Elohim wake kama vile alivyokuwa amefanya hapo awali. Tunapoomba tunazungumza na Elohim kana kwamba tunazungumza na rafiki. Hata hivyo, Elohim si kama sisi. Huyu ndiye Mola mlezi wa ulimwengu wote. Kwa sababu hii, historia ya Danieli ilikuwa kupiga magoti mbele yake kuomba, ikimkubali kama mtawala wake. Kwa kuwa tunaweza kumwomba Elohim katika hali yoyote na wakati wowote, haiwezekani au lazima kufanya hivyo kwa njia hii kila wakati. Kufumba macho kunaturuhusu kuzingatia zaidi ombi, lakini katika hali zingine haiwezekani kutembea, kuendesha gari enki. Jambo muhimu ni kwamba maombi yetu yanafanywa kwa heshima ambayo Elohim anastahili. Katika Biblia tunapata mifano ya watu ambao waliomba kwa njia tofauti kulingana na hali zao maalum. Yehoshafati aliomba akiwa amesimama mbele ya watu.
Daudi aliketi mbele za Elohim kutoa shukrani. Sulemani aliomba akipiga magoti, mikono yake ikiwa imeinuliwa. Watu walinama chini kuomba. Daudi aliomba kusujudu kitandani mwake. Nehemia alisimama na kuomba kimya kimya mbele ya mfalme. Bila kujali misimamo wetu, Biblia inatuhimiza uombe bila kukoma, kwa uvumilivu na daima. Enoku, maisha ya maombi. Enoku alitembea kwa uaminifu na Elohim, basi hakuwepo tena kwa sababu Elohim alimtoa. Enoku aliishi katika nyakati ngumu, wakati ovu wa watangulizi ulikuwa ukiongezeka. Kwa kuzaliwa kwa mwanawe, ufahamu wake wa Elohim uliongezeka na ushirika wake na yeye uliongezeka. Maombi yalikuwa jambo muhimu katika uhusiano huu. Kadiri kazi yake ilivyokuwa kali na ya haraka, ndivyo maombi yake yalivyokuwa thabiti na ya bidii zaidi. Wakati mwingine angeondoka kwenda maeneo yaliyotengwa, walikuwa katika ushirika zaidi na Elohim, lakini kila wakati alirudi kwa watu kushiriki maarifa yake juu ya Elohim. Nao Elohim hutusikia wote katika msukosuko wa maisha ya kila siku na katika utulivu wa mapumziko. Hakuna mahali duniani ambapo hawezi kutuona na kutusikia. Tunaweza kuelezea maombi yetu kwa maneno ambayo hutusaidia kuzingatia hayo. Tunaweza kufanya hivyo kwa ukimya ambayo hutusaidia kuelezea mawazo yetu. Jambo muhimu ni kutoacha kuwasiliana na Elohim kwa maombi. Musa kuzungumza na Elohim. Tangu wakati huu hakuna nabii aliyeinuka katika Israeli kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso. Baada ya kusikia sauti ya Elohim ikiongea kutoka Sinai, watu wa Israeli waliomba kwamba asizungumze nao moja kwa moja tena, kwa sababu waliogopa kwa sababu ya sauti yake. Hii haikuwa hivyo kwa Musa, ambaye alizungumza na Elohim ana kwa ana kwa miaka yote, kuanzia kwenye kichaka kinachowaka moto hadi kifo chake. Musa na Elohim walikuwa na mazungumzo ya kawaida, si kibinafsi. Biblia inarekodi vipindi kadhaa vya siku 40 ambapo Elohim alimpa Musa maagizo maalum juu ya kujenga maskani, kumjulisha sheria mbalimbali. Wakati wa mazungumzo haya, Musa pia aliwaombea watu. Hatuna fursa ya kuzungumza na Elohim ana kwa ana, lakini maombi hujaza pengo hilo kwa kuturuhusu kuwasiliana naye moja kwa moja. Maombi ya kuwaombea wengine. Na Bwana alimkasirikia Haruni vya kutosha kumangamiza, lakini wakati huu nilimwombea Haruni pia. Maombi ya maombezi ni yale ambayo tunaomba kwa niaba ya watu wengine. Musa aliomba kwa Elohim kwa ajili ya wengine katika hafia mbalimbali na kwa sababu tofauti, kwa wanafamilia wao, kwa sababu ya dhambi na Haruni, kwa sababu ya manung'uniko ya Maria, ulipokuwa na kiu, ulipokuwa na njaa, ulipotenda dhambi. Ni nini kilichomchochea Musa kuwaombea wengine? Jambo lile linapaswa kutuhamasisha upendo kwa wale tunaowaombea. Tunapaswa kuomba katika mzunguko wa familia, na juu ya yote hatupaswi kupuuza maombi ya siri, kwani haya ndiyo maisha ya roho. Haiwezekani kwa roho kufanikiwa wakati sala inapuuzwa. Maombi ya familia au ya umma peke yake hayatoshi. Katika upweke basi roho usikilize, iwekwe wazi kwa jicho la kukagua la Elohim. Maombi ya siri yanapaswa kusikilizwa. Tuna Elohim ainisikia maombi. Hakuna sikio la
kushangaa sana kupokea msego wa maombi hayo. Katika maombi ya siri, roho iko huru bila ushawishi wa mazingira, huru bila mvuto wa msisimko, kwa utulivu lakini kwa bidii yatamfikia Elohim. Ushawishi mzuri na wa kudumu utakuwa kutoka kwa yeye anayeona kwa siri, ambaye sikio lake liko wazi kusikia sala inayotoka moyoni.